Kama mnashindwa tu kuwadhibiti wale watu wa Kibiti, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, kama mnashindwa kuwadhibiti watu wa Kibiti wanaotumia silaha, ndugu zangu, hamwezi kuwadhibiti Watanzania hawa wakiamua kutumia silaha yao, kadi yao ya kupigia kura, sanduku la kura. Mheshimiwa, ni vyema sana tukawa makini sana tunapoongea. Wewe Mnyika ambaye hujaenda, unaweza ukatusaidia. Wewe unayedhani wameshinda, wako wangapi na wako wapi? Unaongea kimzaamzaa, lakini taswira iliyopo ndani kabisa, na nilisema mahali pengine, ina taswira hiyo ya siasa. Leo hii ukituambia kwamba yale yanayoendelea Kibiti yataenda na maeneo mengine, tunaendelea tu kutafuta connection. Unajuaje kwamba yanaendelea na maeneo mengine? Kwa sababu kama anauawa mwenyekiti wa CCM, anauawa wa CCM, anauawa wa CCM, wanaruka nyumba ya yule asiye wa CCM, anaruka nyumba ya yule asiye wa CCM, na wewe unasema yataendelea na maeneo mengine. Una haja ya kusaidia kujua kwa nini yanaendelea kwenye maeneo mengine. Ni miaka kadhaa imepita tangu Tanzania iingie kwenye kipindi ambacho jina la eneo moja lilikuwa na uzito mkubwa katika historia ya usalama wa nchi: Kibiti. Jina Kibiti, jina ambalo kwa wakati huo halikuwa tena jina la wilaya pekee, bali lilikuwa na ishara ya kipindi kigumu kilichoweka hofu ndani ya jamii, kikaiweka serikali kwenye presha kubwa na kuvifanya vyombo vya ulinzi na usalama kuingia kwenye operesheni nzito. Kuanzia mwaka 2015 hadi 2017, maeneo ya Kibiti, Rufiji na Mkuranga mkoani Pwani yalishuhudia mfululizo wa matukio ya mauaji yaliyowalenga watu mbalimbali. Baadhi yao walikuwa ni viongozi wa serikali za mitaa, baadhi walikuwa ni viongozi wa kisiasa, lakini baadhi walikuwa ni viongozi wa dini, na baadaye hata askari waliokuwa wakilinda usalama wa wananchi wakawa sehemu ya wahanga. Lakini nyuma ya kila tukio kulikuwa na swali kubwa ambalo lilikuwa likizidi kutawala: ni nani alikuwa nyuma ya mauaji haya? Na hapo ndipo hofu ikaanza kuingia katika maisha ya wananchi. Kwa kipindi hicho, wananchi wa maeneo yaliyoathirika waliishi katika hali ya mashaka. Serikali ilikuwa ikihitaji taarifa kutoka kwa wananchi ili kuwabaini wahusika, lakini moja ya changamoto kubwa iliyojitokeza, ilikuwa ni ngumu sana kupata ushirikiano wa kutoka kwa wananchi. Viongozi wa serikali walieleza kuwa baadhi ya wananchi walikuwa na taarifa muhimu kuhusu watu waliokuwa wakihusika, lakini hawakuwa tayari kuzifikisha kwa vyombo vya usalama. Katika kipindi hiko, mkuu wa mkoa wa Pwani wakati huo, na yote yanatokea hapa, hata wananchi kusema kwamba jamani yowe hapa kuna nini hapa, ndio ujue ukubwa wa tatizo hili, ukubwa wa tatizo hili ambalo tunapambana nalo, kwa sababu kwenye maeneo mengine kanda ya Ziwa na maeneo mengine nini, situation kama hiyo kwamba ya kupiga watu, wameuawa watu, alafu tili watu hawana ushirikiano na vyombo vya dola, ndio tunadhani pia ni mzizi wa tatizo huko pale. Na hapo ndipo serikali watu wanaowafahamu. Katika hatua nyingine, viongozi walitoa wito kwa wananchi kushirikiana na vyombo vya dola ili wahusika waweze kupatikana. Lakini kadri matukio yalivyozidi kuwa mazito, suala la Kibiti liliingia moja kwa moja kwenye meza ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo, Dr. John Pombe Magufuli. Kutoka Ikulu, Rais Magufuli aliona hali hiyo haiwezi kuachwa iendelee. Akaanza kwenda moja kwa moja kwa wananchi wa maeneo hayo, lakini ziara yake haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ni ziara ya kutoa ujumbe mzito kwa wananchi wale waliokuwa nyuma ya matukio hayo. Na Rais Magufuli akasema vitendo hivyo vilikuwa vinazuia kasi ya maendeleo. Katika wilaya ambazo hazina viwanda ni Kibiti na wilaya gani? Na Rufiji. Najua mnafahamu ni kwa sababu gani. Nani atakwenda kuwekeza wakati wanauana? Nani atakwenda kuwekeza huko? Kwa hiyo tunaochelewesha maendeleo ya Rufiji na Kibiti ni sisi wenyewe wana Kibiti na wana Rufiji. Askari polisi 8 waliuawa baada ya kushambuliwa na watu wenye silaha.
Askari hao walikuwa wakitoka kubadilishana doria na walishambuliwa wakiwa katika gari kwenye barabara ya Dar es Salaam kwenda Lindi. Tukio hilo lilikuwa pigo kubwa kwa taifa kwa sababu tatizo lilikuwa limefikia hatua ya kulenga moja kwa moja askari polisi waliokuwa wakitimiza wajibu wao wa kulinda wananchi. Na hapo ndipo operesheni ya kurejesha amani ikaanza. Baada ya matukio hayo, serikali ikaimarisha operesheni katika maeneo ya Kibiti, Rufiji na Mkuranga. Jeshi la polisi liliongeza nguvu. Maafisa wa usalama walitumwa maeneo mbalimbali. Changamoto kubwa ilikuwa mazingira ya baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa ni magumu kufikika. IGP wa wakati huo Simon Siro alieleza kuwa baadhi ya maeneo yalikuwa na changamoto za miundombinu, hivyo polisi walilazimika kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo doria za pikipiki. Maeneo kama yale doria zetu za kawaida za magari sio rahisi, lakini tunaweza tumeelekeza tufanye doria za pikipiki yale maeneo. Lakini maeneo kama yale ambayo hao wauaji wanakimbia kwenda kuyafanya, ni lazima wanakuwa na wenyeji ambao ndio wanawaita kwamba kuna mwenyekiti, kuna nani. Ni vijana wadogo ambao wanadanganywa, ambazo ukiangalia sababu wanazoambiwa hata hazina msingi. Mpaka inafikia mtu anatoa mtoto wake shuleni, mtoto darasa la 2, mtoto darasa la 3. Na nilipokuwa kanda maalum ya Dar es Salaam nilionyesha mtoto wa darasa la 3 anatolewa shuleni, anapelekwa kufundishwa mambo ya silaha msituni. Nikaonyesha na yule mtoto anavyoonyesha zile silaha, anajua pressure point, anafanya nini. Sasa haya mambo yanafanyika, wananchi wa kule wanayaona. Sasa kabla ya kumwonyeshia mtu mwingine kidore, wajionyeshee wao wenyewe kwanza. Sasa baada ya kile kipindi kigumu, jina la Kibiti bado linabeba historia nzito. Ni historia ya watu waliopoteza maisha, ni historia ya familia zilizobaki na maumivu, ni historia ya askari waliokufa wakilinda taifa, na pia ni historia ya serikali iliyokabiliwa na moja ya changamoto kubwa za usalama katika Tanzania ya kisasa. Ni kweli miaka 9 imepita, lakini kivuli cha Kibiti bado kinaendelea kuwa sehemu ya historia ya Tanzania. Mimi ni Joseph Isangura na hii ni Habari Fupi Mahiri kwa Afrika. Lakini jitihada hizi zinashindikana wanapofanya doria kule Ikwiriri usiku na mchana na kutulazimisha wananchi tulale saa 12. Hakuna ruhusa, ni kama emergency state, hakuna ruhusa kutembea baada ya saa 12. Watu wengine wanafikiri labda hizi ni chuki za kidini, na wengine wanasema pengine ni chuki za kisiasa, na wengine wanasema watu wanakasirishwa na hali ngumu ya maisha, na wengine wamevuka na kusema kwamba maybe siwezi kueleza mengi kwa sababu tunaambiwa to keep cool. Unapoeleza mengi inaonekana wewe unafahamu kinachoendelea, lakini kwa kweli hakuna mwananchi anayefahamu kikundi hiki ni kikundi watu binafsi 2 3 au la.